Sasa tukiacha na Marekani, nataka unithibitishie hili. Watu wengi wamezungumza kwamba hivi vita Marekani ni kama vilikuwa havimuhusu, lakini wanasema sababu kubwa ni Israel ndio aliweza kumuingiza Marekani kwenye vita, japo Trump mwenyewe aliweza kuwa anakanusha mara kadhaa kwamba bana, sio Israel. Kwa utaalamu wako na kwa uzoefu wako, hili lina ukweli kiasi gani? Swali zuri. Hili linaweza likawa na ukweli kwa sehemu kubwa. Na nikiwa nasema hivyo, mimi sitojinukuu mwenyewe, nitanukuu pasipo kutumia neno kwa neno kile alichokisema Rais Obama. Alijaribu kusema kwenye sehemu, kwenye moja ya interview zake kuwa alishawishiwa na Benjamin Netanyahu, kwa mantiki ya waziri mkuu wa sasa wa Israel, kuwa washambulie, lakini kwa kipindi chote alikuwa akikataa. Lakini pia kuna high officials, kwa mantiki ya maafisa wa juu pale White House au ikulu ya Marekani, walinukuliwa wakisema kuwa katika tawala zote zilizopita Benjamin Netanyahu amekuwa akijaribu kushawishi ili sasa Marekani na Israel waweze kufanya joint operation ya kuishambulia Irani, lakini marais wote walikuwa wakikataa mpaka alipoingia Rais Donald Trump madarakani, akajaribu bahati yake ya kumshawishi na akafanikiwa kufanya hivyo. Sasa ukitaka uone ni kwa nini ni kweli kuwa Marekani ilikuwa haina ulazima kuingia kwenye vita hii, unapima kupitia kitu kimoja. Unaangalia, je, Marekani kulikuwa kuna tishio la moja kwa moja ambalo lingeweza kuhakikisha kuwa anaingia vitani ili kuondoa tishio hilo? Ukiangalia Irani mpaka sasa ilikuwa haina makombora ya masafa marefu yenye uwezo wa kuishambulia Marekani, lakini pia alikuwa hajatangaza hadharani nia yake kwa namna yote ya kumshambulia Marekani, na alikuwa hajadefeat. Nikisema kwa defeat ni kwamba alikuwa hajakinzana na maslahi ya Marekani ya moja kwa moja katika eneo lolote la kiwekezaji pale, kwa sababu amekuwa na vikwazo vya muda mrefu na amekuwa akijaribu kuendelea na maisha yake ya kila siku. Lakini kwa Israeli ilikuwa ni tofauti. Alikuwa anaona kwamba Irani ni tishio, kwa sababu Israeli wana ndoto ya kutengeneza taifa kubwa Mashariki ya Kati ambalo halina mpinzani wa namna yoyote. Sasa ndoto yao maana yake nini? Maana yake ni kuwa wanatakiwa kuhakikisha kuwa nchi yoyote ile ambayo inaonekana ina uwezo wa kurise na kuwa superpower pale Mashariki ya Kati inaondolewa kwenye uwepo wa nguvu ile. Kwa lugha nyingine, inashambuliwa ipasavyo. Na ndio maana Israeli imekuwa ikishinikiza mara nyingi Irani iweze kushambuliwa ili iweze kuwa taifa dogo, na hatimaye ndoto yake ya kuwa superpower pale Mashariki ya Kati iweze kutimia. Bwana, kwa hiyo unapiga mstari kwamba kwa kiasi kikubwa Israel ndio ameweza kumshawishi Marekani kuingia kwenye vita, kwa sababu kwa moja kwa moja tukiangalia Marekani hana tishio la moja kwa moja na Irani mpaka sasa hivi. Na hizo speculation ambazo Trump anazozungumza kwamba tumeingia, Trump anakanusha hayo madai. Japo Obama ametoka amezungumza, lakini Trump anasema kwamba wao walichoingia moja kwa moja ni kuhakikisha wanaizuia Iran kutokuwa na bomu la nyuklia. Hivi Marekani ndio amekuwa watchdog wa kuangalia nani amiliki nyuklia na nani asimiliki nyuklia, na tukiachana na zile tunasema mashirika ambayo dunia tumeamua kuyachagua, ikiwemo IEA, lakini pia na ile ya kutokomeza silaha za nyuklia ambazo dunia tumeweza kuwaamini kwamba nyie angalieni masuala ya nyuklia. Lakini sasa hivi tunaona Marekani anajitokeza hadharani sasa na kusema kwamba fulani ndo ataamua yeye awe na nyuklia na fulani asiwe na nyuklia. Mfano nitakupa, tumeona juzi hapa kulikuwa na rumors au ilikuwa na taarifa iliweza kutoka hadharani kuhusiana na Saudi Arabia waweze kurutubisha Iran, lakini Marekani ndo anaonekana kama ndo anabembelezwa sana kwamba akiruhusu yeye basi Saudi Arabia ataweza kurutubisha Iran. Kwa hiyo inaonekana kama tunapiga mstari kwamba Marekani amejifanya yeye ndo watchdog, na amejimilikisha kwamba nani amiliki nani asimiliki, tukitoa kwamba sisi dunia tumeweza kuamini hayo mashirika ikiwemo IEA na lile shirika lingine la kuweza kutokomeza silaha za nyuklia. Kwa kweli mtazamo wako ni upi hapo? Je, Marekani anachokifanya ni sawa au kuna namna gani ambavyo dunia inabidi tufanye ili kutoka kwenye mtego? Asante sana kwa swali zuri. Na ni swali ambalo kimsingi lina mashiko sana kabisa. Lakini ili uweze kulijibu swali hilo kikamilifu lazima ujue namna ambavyo dunia ina operate. Dunia kwa toka vita ya pili ya dunia ikamilike, Marekani ndio ilikuwa nchi yenye nguvu zaidi duniani, yani superpower. Ndio. Sasa baada ya kuwa superpower ulitengenezeka mfumo ambao kwa kitaalamu wanaita unipolar. Ni mfumo ambao taifa moja lenye nguvu
linaelekeza na kudikteti nchi nyingine ndogo ndogo zifanye nini. Lenyewe ndio linakuwa lipo at the center au linakuwa katikati ya uundaji sera za namna ambavyo dunia inaendeshwa. Lakini pia linakuwa, kwa sababu lina nguvu, linakuwa na uchumi mkubwa, maana yake ni kwamba lina namna nyingi za kuzishawishi nchi ndogo ndogo ziweze kufuata matakwa yake. Sasa nikitaka kujibu hilo swali ni kwamba kwa kipindi chote hicho, kwa sababu ya unipolar world, Marekani imekuwa katika center, na ndio maana ili ufanye chochote kile inatakiwa Marekani hakuruhusu. Sasa je, ni sahihi? Jibu ni hapana, sio sahihi, lakini huo ndio uhalisia. Sasa tuende kwenye issue ambayo umeisema ya Saudi Arabia na basically kuona kwamba kuna vyombo ambavyo vipo huru. Ni kweli vipo vyombo ambavyo vipo huru, ambavyo vyote vipo chini ya UN, ambavyo hivi tunazita ni international watchdog, ambao wanajihusisha moja kwa moja na kufuatilia uweza hizi nchi zinazalisha nuclear au vinginevyo, ambazo zimeingia katika mikataba ya kuhakikisha kuwa hazizalishi nuclear au kurutubisha nuclear. Sasa basi nini kinatokea? Ni kwamba Marekani kuna nyakati ambayo hataki kuviamini hivi vyombo kwa sababu ya maslahi ya kisiasa ambayo yanaweza akawepo. Na ndio maana hata katika kipindi wanaanzisha mashambulizi dhidi ya Irani, shirika la kimataifa lilopo chini ya UN lilisema wazi, Irani bado hairutubishi nuclear katika kiwango ambacho Marekani inakisema kuwa ni hatari, na kwamba sasa wanakaribia kuzalisha silaha za nuclear. Kwa lugha nyingine, wao walisema kama shirika kuwa Irani bado haijafikia hatua hiyo ya urutubishaji wa nuclear, kwa sababu ili uweze kupata weapon grade, yani kwa lugha nyingine, ili nuclear iweze kuzalishwa katika kiwango ambacho, yani kurutubishwa katika kiwango ambacho inaweza ikawa silaha ya nuclear, lazima ufikie irutubishwe ile uranium au iwe enriched kwa takriban 90%. Lakini Irani wao walikuwa hawajafikia 90%. Walikuwa almost wamefika kwenye 60%. Sasa ili ufike 60% unafikaje? Unafikaje kwenye 60%? Ni kwamba inatokana na Trump mwenyewe, kwa sababu mara ya kwanza kulikuwa kuna makubaliano baina ya Marekani, Irani na mataifa mengine yaliyokuwa yanamkataza Irani kurutubisha nuclear. Trump alivyoingia madarakani, yani kurutubisha kwa asilimia ya kufika hadi 60 huko, ilikuwa ni almost 2% hivi, point fulani hivi. Yes, lakini baada ya hapo Trump alivyoingia madarakani akasema hapana, hili ilikuwa ni deal bovu. Akasema kwamba ule mkataba ulikuwa mbaya, akauvunja mkataba. Na kwa sababu aliingia Obama. Exactly. Akauvunja mkataba. Sasa baada ya kuvunja mkataba, manake ni nini? Manake ni kuwa yule aliyefuata kule Irani wakaona kwamba hakuna sababu tena ya kuendelea na kuheshimu ule makubaliano. Kwa hiyo wakaanza kurutubisha uranium kwa kiwango ambacho wanahisi wao kinahitajika kwa matumizi yao ya kiraia. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo ni kwamba ni kweli kabisa Irani ilikuwa inarutubisha uranium, lakini kulikuwa hamna obligation yoyote au hakukuwa na mkataba wote ule unaoikataza. Lakini kujibu swali lako kwa ufupi sana ni kwamba Marekani haipaswi kuingilia mataifa mengine yanapokuwa yanafanya maamuzi yake, kwa sababu kila taifa lina uhuru wake. Lakini kwa sababu tupo katika ulimwengu ambao yenyewe ndio inaaminika kuwa taifa lenye nguvu, ndio maana inafanya hivyo. Pamoja na kwamba nchi nyingine hazipendi, zinakuwa hazina namna, lakini sasa natakiwa kuwa makini hapo. Sasa dunia inaelekea kwenye hatua nyingine. Hatua nyingine inayoitwa bipolar world. Watu wengi wajaiona hii, lakini wachache wenye jicho la kichambuzi wameanza kuiona hii. Bipolar world ndiko tunakoelekea kama dunia, kwa sababu kuna taifa lingine lenye nguvu ambalo linakuja kasi kweli kweli, na ndio maana Marekani sasa hatoi maelekezo kwa hilo taifa, anataka wafanye negotiations. Taifa hilo linaitwa China. Kwa lugha nyingine, sasa hizi zinaenda kuform block mbili zenye nguvu. Tutakuwa kuna block ambayo ipo chini ya China, lakini kutakuwa kuna block ambayo ipo chini ya Marekani. Na zote zitakuwa ni nchi zenye ushawishi. Kila mtu ataamua kuwa aegemee upande upi. Kwa sababu kwa mfano kama sasa China imeanza kuzalisha silaha zake kwa kiwango cha juu sana, na sasa inaanza kuziuza zile silaha. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tunatoka huko, na labda sasa hatutotegemea tu Marekani atoe maelekezo.